Huku joto la kuwashinikiza makamishna wa tume ya uchaguzi nchini IEBC wang'atuke likizidi kupanda, baadhi ya wabunge, wengi wao wakiegemea mrengo wa Jubilee, wametoa pendekezo ambalo huenda likabadili mkondo wa ngoma inayosakatwa kwa sasa katika ulingo wa kisiasa. Wabunge hao wanapendekeza mswada wa kuibadilisha tarehe ya uchaguzi uliokuwa umewasilishwa bungeni na mbunge wa Ugenya David Ochieng na ukakosa kutamba, ufufuliwe na kuwasilishwa upya bungeni. Pendekezo lao likilenga kuibadilisha tarehe ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao kutoka Agosti tarehe 8 hadi Disemba tarehe 19 au mwezi Machi mwaka 2018. Hili ni jambo ambalo ni la kisiasa na lazima tuliangalia na tuliweza kulitatua kwa njia ya kisiasa. Tukiweka makomishona wapya wa IEBC tukisikizana kama wabunge, itabidi tusongeshe tarehe ya uchaguzi ili hawa wapate nafasi ya kuangalia vile IEBC inafanya na kuleta reforms hapo ili uchaguzi ufanyike kwa njia mzuri. Wabunge hao kimsingi wanaunga mkono pendekezo la kuiondoa afisini tume ya uchaguzi, lakini kupitia mabadiliko ya katiba na sheria za uchaguzi. Msimamo wao ukiwa maandamano ya umma au majadiliano kati ya Rais Uhuru Kenyatta na vinara wa upinzani hayatafua dafu hadi bunge lihusishwe kama taasisi iliyo na jukumu la kutunga au kupiga msasa sheria za nchi. Waende magharibi, waende mashariki, waende kusini, waende kaskazini. Mlango ni moja tu wa kugeuza hali ya tume ya uchaguzi ya nchi ya Kenya. Na huo mlango ni mlango wa bunge. Kulingana na hesabu za wabunge hawa, itachukua hadi miezi mitatu kuwaondoa afisini makamishna wa IEBC kuambatana na kipengee 251 cha katiba iwapo hawatashawishika kujiuzulu. Zoezi la kuwatambua, kuwahoji na kuwateua makamishna wapya wa IEBC huenda likachukua muda wa miezi mitatu na kukamilika mwezi Januari au Februari mwaka ujao, miezi 6 kabla ya tarehe ya uchaguzi iliyoratibiwa kwenye katiba, swala linalochochea shinikizo la kubadilishwa kwa tarehe ya uchaguzi. Afadhali tufanye vitu kwa utaratibu tukisikizana na Wakenya ili tarehe ya uchaguzi iwe siku fulani, na hiyo siku makamishna wale wageni wao wanajua kazi yao na wao wanajua vile watafanya uchaguzi. Hata hivyo, baadhi ya wabunge wa CORD wanadai pendekezo hilo lina maana fiche na linalenga kuweka vizingiti. Kwa hivyo ni vizuri wao wenyewe wajiondoe, manake hata tukifuata sheria, tukifuata njia gani, mwishowe wataenda nyumbani. Kando na kufurushwa kwa makamishna wa IEBC, wabunge wanaopigia debe kubadilishwa kwa tarehe ya uchaguzi wanashinikiza hata maafisa wengine wakuu wa tume hiyo wapigwe kalamu ili kutoa mwamko mpya katika sekta ya uchaguzi. Muda wa kuhudumu wa makamishna wa tume ya IEBC unakamilika mwezi Novemba mwaka ujao, miezi mitatu baada ya uchaguzi mkuu, na iwapo hawatajiuzulu kama wanavyoshinikizwa, basi jaribio lolote la kuwaondoa afisini lazima lishirikishe kuteuliwa kwa jopo litakalowachunguza kuhusiana na masuala ya uvunjaji wa sheria au utovu wa nidhamu. Francis Gashuri, Citizen Nipashe, Nairobi.